Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekutana na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi pembeni mwa mkutano wa kimataifa wa Munich Security Conference uliofanyika Ujerumani, Reuters imeripoti. Mkutano huo unatajwa kuwa sehemu ya juhudi za Washington na Beijing kupunguza mvutano uliokuwepo kati yao, hasa katika masuala ya biashara, ushuru na hatima ya Taiwan. Pia unakuja wakati kukiwa na maandalizi ya uwezekano wa ziara ya rais wa Marekani Donald Trump kwenda China mwezi Aprili. Hii ni mara ya pili kwa Rubio na Wang kukutana ana kwa ana. Kabla ya mazungumzo kuanza, wawili hao walipeana mikono na kupiga picha rasmi wakiwa na wajumbe wao na wasaidizi waandamizi katika hoteli moja jijini Munich. Hawakutoa tamko lolote kwa vyombo vya habari na walipuuza swali la mwandishi wa habari wa Reuters. Kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa Marekani, mazungumzo hayo yalidumu kwa takribani saa moja. Mwezi huu pia Trump alifanya mazungumzo ya simu na rais wa China Xi Jinping, ambayo aliyataja kuwa mazungumzo chanya sana baada ya miezi kadhaa ya mvutano wa kibiashara uliotokana na ushuru uliowekwa na Marekani. Trump na Xi walifikia mfumo wa makubaliano ya biashara tarehe 30 Oktoba nchini South Korea. Katika makubaliano hayo, Marekani ilikubali kutoweka ushuru wa 100% kwa bidhaa za China, huku China nayo ikisitisha mpango wake wa kutoa leseni za usafirishaji wa madini muhimu ya rare earth na sumaku zake. Kwa ujumla, mkutano wa Rubio na Wang unaonekana kuwa hatua nyingine katika juhudi za mataifa hayo mawili makubwa ya kiuchumi kurejesha uhusiano wao na kupunguza mvutano wa kibiashara na kisiasa. Kukutana kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi pembeni mwa mkutano wa kimataifa wa Munich Security Conference uliofanyika Ujerumani kunaonyesha hatua nzuri ya mkutano unaofuata kati ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa China Xi Jinping utakaofanyika mwezi April, ambapo rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuweza kusafiri hadi Beijing nchini China moja kwa moja mwezi wa 4. Basi mtazamaji, kwa taarifa zaidi endelea kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Tutakujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa.